Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mnaendelea salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika muktadha wa kiusalama unaoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukianzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano makali yalizuka tena majira ya alasiri katika kijiji cha Kanyaru kilichopo takriban kilomita 1 kutoka mji wa migodi wa Rubaya katika wilaya ya Masisi. Mapigano hayo yaliwakutanisha waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo, saa chache tu baada ya vikosi vya serikali kutangaza kulidhibiti tena eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vilidai kuwa waasi waliopata msaada wa wapiganaji wapya kutoka Rubaya walizindua mashambulizi makubwa dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na muungano wa vikosi vya serikali. Milio mizito ya silaha nzito na ndogo ilisikika kwa saa kadhaa katika eneo hilo, jambo lililosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wakazi waliopatikana karibu na Rubaya walieleza kuwa mapigano yaliongezeka zaidi kwenye muhimili ama aksi ya Kubaporo kuelekea Kanyaru, njia inayochukuliwa kuwa muhimu kwa kuingia katika mji wa migodi wa Rubaya. Milipuko ya mabomu na mashambulizi ya risasi yaliwalazimu baadhi ya familia kujifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakikimbilia vijiji vilivyoonekana kuwa salama zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, FARDC pamoja na wapiganaji wa Zalendo walikuwa wamefanikiwa kusonga mbele kuelekea Rubaya kupitia upande wa kusini, hasa eneo la Kubaporo. Hata hivyo, kutokana na kuwasili kwa vikosi vya ziada vya waasi pamoja na ukali wa mapigano, vikosi vya serikali vililazimika kufanya mafungo ya kimkakati kuelekea Kibabi, eneo lililopo takriban kilomita 15 kusini mwa Rubaya. Mashahidi kadhaa waliripoti kuwa waliona wapiganaji wa Zalendo wakirudi nyuma kuelekea aksi ya Kibabi baada ya mashambulizi ya kujibu kutoka kwa waasi wa AFC M23. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutatanisha, huku mapigano hayo yakizidi kuongeza hali ya hofu katika sehemu hiyo ya wilaya ya Masisi. Wakati huo huo, katika wilaya jirani ya Walikale, vijiji vya Ihula, Katobo na Mukohwa vilivyopo katika grupu ya Kisimba vilirejea tena chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 baada ya mapigano makali dhidi ya FARDC pamoja na Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na kirahia, vinadai kuwa waasi hao walipata msaada wa vikosi vya ziada vilivyotoka Ruchuru pamoja na eneo la Kalembe katika wilaya ya Masisi. Vyanzo hivi vinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa mpangilio maalum, huku waasi wakitumia ndege zisizo na rubani, yani drone, kushambulia baadhi ya nafasi za vikosi vya serikali. Licha ya upinzani mkali uliotolewa na FARDC pamoja na Wazalendo, vikosi vya serikali vililazimika kuyaacha maeneo hayo kutokana na shinikizo kubwa la waasi. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa FARDC bado vinaendelea kushikilia nafasi zao katika maeneo ya Ngambi na Buhimba yaliyopo katika kijiji cha Banamulema, ambako mvutano wa kiusalama unaendelea kuwa mkubwa. Mashambulizi hayo mapya yamesababisha wimbi kubwa la wakazi kuyakimbia makazi yao. Kwa hofu ya usalama wao, familia nyingi zimeelekea katika maeneo ya Kalinga na Mpombi ili kujinusuru na ghasia za silaha. Kuzorota kwa hali ya usalama katika wilaya za Masisi na Walikale kunaendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na matatizo ya kibinadamu pamoja na hali ya ukosefu wa utulivu katika mashariki mwa Kongo. Hali ya utulivu wa tahadhari ilionekana katika mji wa Nyabiondo uliopo katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wapiganaji wa Zalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 katika eneo hilo muhimu la kimkakati la katikati ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vilivyonukuliwa, viliweka wazi kuwa mapigano hayo yalianza tangu asubuhi na mapema, wakati makundi ya Wazalendo yalipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na waasi ndani ya mji huo. Mashambulizi hayo yaliyohusisha matumizi ya silaha nzito na ndogo yaliendelea kwa saa kadhaa
hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Mashahidi walioko eneo hilo walieleza kuwa milio ya risasi na mabomu ilisikika katika mitaa mbalimbali ya Nyabiondo, jambo lililowalazimu wakazi wengi kujifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu ya kupigwa na risasi za ovyo. Raia wengine waliokumbwa na hofu walikimbilia katika hospitali kuu ya Nyabiondo wakiamini kuwa ni mojawapo ya maeneo yaliyokuwa salama zaidi wakati wa mapigano hayo. Hadi kufikia adhuhuri hakukuwa na taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yalivuruga kwa kiasi kikubwa shughuli za kijamii za kiuchumi katika eneo hilo. Baada ya saa kadhaa za mapigano, wapiganaji wa Wazalendo walionekana kuondoka ndani ya mji huo, hali iliyoacha nyuma utulivu wa muda, huku mvutano ukiendelea kushuhudiwa kati ya baadhi ya maeneo ya Nyabiondo. Wakati huo huo, usafiri katika barabara za Kashebere kuelekea Masisi Centre pamoja na muhimili ama aksa ya Nyabiondo Mutongo uliendelea kusimama, huku madereva na wananchi wakihofia kurejea kwa mapigano. Pia baadhi ya wakazi walionekana kuanza kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Licha ya hali ya utulivu kurejea kwa muda, hofu inaendelea kutawala miongoni mwa wakazi wa Nyabiondo ambao wana wasiwasi wa kuzuka tena kwa mapigano kati ya Wazalendo na waasi wa AFC M23 katika saa zijazo, wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika wilaya ya Masisi. Huku kwa upande mwingine, hali ya utulivu wa tahadhari pia imeshuhudiwa Alhamisi hii ya tarehe 28 Mei katika kijiji cha Misambo kilichopo kati ya grupema za Kisimba na Ikobo katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano mapya yaliyowakutanisha waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, vilidai kuwa mapigano hayo yalianza Jumatano wakati waasi waliotoka maeneo ya Rusasambu na Bukumbirwa walipoanzisha mashambulizi dhidi ya ngome za jeshi la serikali, wakilenga kupanua udhibiti wao katika eneo hilo la kimkakati la Walikale ambalo tayari limeendelea kukumbwa na hali mbaya ya usalama. Tangu asubuhi na mapema, milio mizito ya silaha nzito na ndogo ilisikika katika vijiji mbalimbali vya jirani, jambo lililosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi walilazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia porini ambako wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa msaada wa kibinadamu. Kukabiliana na mashambulizi hayo, FARDC kwa kushirikiana na makundi ya Wazalendo waliweka upinzani mkali katika eneo la Misambo ambalo linaonekana kuwa sehemu muhimu ya kimkakati kati ya Kisimba na Ikobo. Baada ya saa kadhaa za mapigano makali, vikosi vya serikali vilifanikiwa kuwarudisha nyuma waasi hao kuelekea maeneo yao ya awali ya Rusasambu na Bukumbirwa. Ingawa hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya idadi ya waliouawa au kujeruhiwa iliyotolewa na jeshi, baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa angalau waasi 5 waliuawa wakati wa mapigano hayo. Aidha, mashirika ya kiraia yameripoti ongezeko kubwa la wakazi wanaokimbia makazi yao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Kuibuka tena kwa machafuko haya kunakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo ya Walikale na Masisi. Huku Jumanne ya tarehe 26 Mei, waasi wa AFC M23 walikuwa tayari wamechukua tena udhibiti wa vijiji vya Ihula, Katobo na Mukohwa vilivyopo katika grupema ya Kisimba, hali iliyozidi kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na wimbi la mara kwa mara la wakimbizi pamoja na hali ngumu ya kibinadamu. Wakati hali ikiendelea kubaki kuwa tete katika maeneo mbalimbali ya Walikale, wananchi wanaendelea kuwa na hofu ya kurejea kwa mapigano katika siku zijazo kutokana na ukosefu wa usalama wa kudumu pamoja na msaada wa kutosha kwa watu waliokimbia makazi yao. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari moto moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.